Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yetu, karibu sana katika kipindi hiki kinacholenga kuangazia juu ya somo la unabii. Nikukumbushe tu kwamba tunaendelea na mfululizo wa masomo yetu ndani ya shule ya unabii na afya kwa ujumla, na hapa tunaweza kuangalia kile ambacho kilifanyika hapo mwanzo. Wakati mwanadamu anaumbwa, alikuwa na uwezo wa kujitawala kabisa, lakini kwa sababu ya dhambi uwezo ulipotea, na hivyo kuna mchakato unaendelea kwa ajili ya kuweza kurejesha uwezo huo. Na kwa ufupi ni kwamba mwanadamu alipoumbwa alikuwa na uwezo wa kutawala nafsi na kutawala viumbe vingine vyote, lakini kwa sababu ya dhambi aliweza kupoteza fursa hiyo, na haikuwa mapenzi ya Mungu kama mwanadamu aishi katika maisha hayo. Kwa hivyo Mungu alifanya utaratibu wa kuweza kumrejeshea mwanadamu uwezo wa kutawala nafsi, lakini kabla ya kufikia hatua hiyo, tutaangalia michakato inayoendelea hapa katikati, ambayo kwamba ni njia mojawapo ya kumrejeshea mwanadamu uwezo wa kutawala nafsi. Point hiyo pamoja na kwamba mwanadamu alipopoteza nafasi ya utawala ilienda katika mataifa mbalimbali. Mungu aliteua taifa la Israeli kama taifa teule kwa ajili ya kwamba aweze kumimina pale mafundisho yake, aweke pale utaratibu wake ili uweze kuenea katika mataifa yote. Lakini shetani naye hakulala, akaweza kuwapokonya nafasi hiyo, na hivyo ikaenda katika mataifa mbalimbali. Na katika ramani ya unabii tunaweza kuona katika Danieli sura ya 2 kwamba pale kwa tawala mbalimbali pale. Kimsingi ni kwamba kutoka katika taifa la Israeli sasa utawala ule uliingia katika taifa la Babeli ambao ni Iraki ya leo. Na Babeli imewahi kuitawala dunia tangu ule mwaka 506 hadi mwaka ule 538. Na kimsingi ni kwamba utawala wa Babeli ulikuwa kinyume kabisa na utawala wa Mungu, kwa sababu kama tulivyosema kwamba utawala Mungu aliweka kwa wanadamu na kimsingi ni katika taifa la Israeli. Sasa kwa kitendo cha kupokonywa utawala ule ukaenda kwa Babeli, Babeli ikachanganya nguvu ya Mungu lakini na nguvu ya shetani. Na ndio maana sasa kupitia mfalme wake wa kwanza Nebukadneza, utawala wa Babeli uliweza kuleta mambo ya sanamu, wakatengeneza sanamu. Lakini baada ya muda mfupi ukatokea utawala mwingine wa Umedi na Wajemi, ambapo utawala huo nao ulivunja amri za Mungu, kwa sababu uliwalazimisha watu kumwabudu mwanadamu. Baada ya utawala huo wa Umedi na Wajemi ambao ulitawala dunia tangu mwaka 534 mpaka mwaka 331, ulifuata utawala wa Yunani ambao nao pia uliweza kuitawala dunia hii kwa mabavu chini ya kijana mmoja tu Alexander the Philippo au Alexander the Great, ambaye ametawala dunia hii kwa muda takriban miaka 8 tangu ule mwaka 331 mpaka ule mwaka 323. Na wakati kijana huyu anaelekea kufa, basi majemedari wake walimwendea na kutaka kuona nani ambaye atamrithi na atabeba mikoba yake. Hivyo akasema mwenye nguvu ndiye ambaye atakayetawala. Basi vijana wale walipambana sana na hatimaye wakaweza kugawana dunia hii. Mmoja alichukua pale maeneo ya Misri ambayo ni Ptolemy, lakini kijana mwingine anaitwa Seleucus alichukua maeneo ya Sham, lakini mwingine anaitwa Kasanda alichukua Uyunani, lakini mwingine wa mwisho anaitwa Lysimachus alichukua maeneo ya Asia, juu kidogo mwa Afrika. Basi vijana wale kwa sababu ya kitendo hicho, maandiko yanasema walienda kinyume, na hivyo walipigwa kuanzia upande wa kusini ambapo ni Misri na utawala wa Rumi. Dola ya Rumi ikachukua hatamu, kwa hivyo ikatawala dunia nzima kuanzia mwaka 168 hadi 176 baada ya Kristo kuwa amezaliwa. Baada ya jambo hilo sasa pakatokea pukushani za hapa na pale. Kumbuka tunajadili mchakato ambao mwanadamu ameupitia katika historia yake wa kurejeshewa tena uwezo na hadhi yake kama mtu ya kuweza kujitawala na kutawala viumbe vingine vyote na kuweza kushika sheria ambayo ni serikali ya muumba wake. Hivyo sasa baada ya utawala huu wa Rumi ya kipagani ulifuata utawala wa Rumi ya kidini. Rumi ya kidini ikashika hatamu tangu ule mwaka 538 baada ya Kristo kuwa amezaliwa hadi ule mwaka 1798 pale kwenye baada ya mapinduzi ya Ufaransa, wakati ule ambapo jemedari Besi alipoagizwa na mfalme wa Ufaransa Bonaparte kwenda kumteka Papa Pius wa 6, na hivyo wakakomesha utawala ule. Lakini bado mchakato uliendelea. Hata hivi leo ninapozungumza, mchakato unaendelea kwa ajili ya kumrejeshea mwanadamu uwezo wa kujitawala nafsi. Fuatilia masomo yetu ya afya ndugu mtazamaji, na usisahau comment, kushare, bonyeza kitufe cha kengele pale ili masomo yetu yanapotoka tu uwe wa kwanza kuyapata na ufurahie. Maana kimsingi masomo haya ni majibu. Shule yetu ndio majibu. Sisi hii ni shule. Tunatoa majibu juu ya afya, tunatoa majibu juu ya unabii. Sio kupoteza watu. No.
tunahitaji tujifunze, tujue kanisa la kweli. Jamani, mbingu ni tamu. Dunia hii imetuchosha. Itakusaidia nini katika dunia yote hii? Bwana akubariki sana kwa jina la Yesu.